Leo natamani tujifunze kuhusu huu mmea unaoona mbele yako hapa. Huu mmea kwa Kiswahili cha kawaida tunaita mtulatula, au wengine wanaita ndura, wengine wanaita ndurele. Sawa, lakini kwa Kiingereza mmea huu unafahamika kama Sodom apple. Nafikiri ndio jina rahisi ambalo unaweza kulikumbuka. Sasa leo natamani tujifunze mambo kadhaa kuhusu mmea huu, lakini naomba niweke tahadhari. Sasa kuna mambo mengine nitazungumza hapa pengine hayatakupendeza hasa kiimani, kwa sababu nitazungumza pia mambo mengine ambayo yanahusisha imani zaidi kuhusu mmea huu. Sasa kwa hiyo kama utapenda kuendelea kusikiliza basi endelea, lakini kama utaona nimezungumza mambo ambayo hayakuja kupendeza kiimani, naomba unisamehe, lakini sijakusudia kuoffend mtu yote. Nimetamani kusema kile ambacho nakijua kuhusu mmea huu. Sawa. So kuna mambo ambayo huu mmea huo unatibu kisayansi. Kuna maradhi ambayo mmea huu unatibu kisayansi. Ninavyosema kisayansi maana yake unachukua sehemu fulani ya mmea huu alafu unafanya dawa alafu unaitumia, maradhi yanaondoka. Lakini kuna sehemu ya mmea huu hutumika kama matibabu ya kiroho. Sawa, matibabu ya kiroho. Sasa matibabu ya kiroho ni vitu ambavyo huwezi kuvielezea kwa kina sana. Kwa mfano mtu akikwambia kuondoa roho waovu, sielewi, yani kisayansi haipo hiyo maneno, lakini kiasili watu wanaofuatilia tiba asili wanaelewa vizuri. So leo nataka nizungumze pande zote mbili. Nitazungumza kisayansi mmea unafanya nini, lakini vile vile nitazungumza kiroho unaweza kutumikaje mmea huu. Bila kupoteza muda wako, acha tuanze kuhesabu kitu cha kwanza mpaka cha mwisho. Kuhusu kisayansi, sasa naanza kisayansi kwanza. Mmea huu ni dawa nzuri sana ya vidonda vya tumbo. Sasa vidonda vya tumbo vyote unafahamu wewe, mmea huu unaweza kutibia vizuri. Lakini sehemu gani ya mmea huu inatibia? Ni mizizi yake. Sasa unatakiwa uchukue mizizi, hakikisha mizizi iliyokauka. Sasa unachemsha vizuri kati ya dakika 10 hadi 15 hivi. Alafu utakunywa kile nusu kikombe ambayo tunasema ni kama mils 100 hivi kutwa mara 2. Tumia mpaka tatizo lako linaisha. Kwa uwezo wa Mungu ndani ya muda mfupi tu vidonda vya tumbo vinapona. Lakini kama umepata inflammation au tuseme umevimba, basi unatakiwa uchukue yale matunda. Sawa, matunda na majani unachanganya, alafu unapakaza zile sehemu ambazo zimevimba. Let's say kuna majipu, labda ni mauvimbe fulani, majeraha, unapaka yale majani, unagonga majani vizuri, gonga majani, alafu pakaza lile sehemu ambayo ina shida, changamoto inaisha kabisa. Lakini hii mimea inaweza kaondoa minyoo. Sawa, minyoo. Lakini kwenye minyoo sasa unatakiwa uchukue vile matunda ambavyo ni vidogo bado ambavyo havijakomaa vizuri. Sasa alafu vinapondwa alafu vinachemshwa. Vikichemshwa unakunywa kiasi kidogo. Yani kiasi kidogo. Minyoo huwa inaisha. Lakini usizidishe, kwa sababu ukizidisha hii kitu inaweza ikawa sumu. Na pia usichukue yale matunda yaliyokomaa. Yani tutaka vile vimeshatoka kudondosha tu maua vile pale ndio unachemsha. Ni dawa nzuri sana ya kuondoa minyoo tumboni. Lakini in case umeshindwa kupata hii na unasumbuliwa na minyoo, unaweza kutumia mimea hii hapa. Kuna mmea unaitwa mwosha fedha, umewahi kusikia, lakini kuna mmea unaitwa mfleta. Unaweza kutumia one of the two kuondoa pia minyoo. Nimeamua kukazia hapo japo sio somo la leo. Lakini inawezekana pia una changamoto ya kifua. Sasa au kikohozi kile kikavu wanaita. Basi kama ni dry coffee umepata hiyo, basi chukua mizizi yake alafu ichemshe vizuri, alafu kunywa yale maji yake. Sasa kunywa kadri unaweza, itakusaidia kuondoa hicho kikohozi, itakusaidia kuondoa kifua hicho kubana, lakini itakusaidia pia kupunguza homa kama una changamoto ya homa. Jambo la 5 ambalo ni kisayansi ni yale matunda na majani yake yanavyosaidia kutibia matatizo ya ngozi. Una changamoto yote ya ngozi, matunda na majani yake ukiponda na kupakaza sehemu yenye ngozi, labda una mba, una miwasho, una tango na nini kwenye ngozi yako, ukiponda matunda na majani ukichanganya afu ukapakaza sehemu ambayo ina shida, utaona changamoto yako imeisha mapema. Nafikiri hapo nimezungumza vizuri. Sasa hiyo ilikuwa ni upande wa kisayansi. Mimea hii inatumika sana hasa huku kwetu Afrika, tunatumia sana kwenye upande wa pili huu, tiba za kiroho. Sasa mimea hii inatumika sana kwenye kufukuza roho waovu au majini. Unasikia inaweza kutumika hii, unachukua tu ile mizizi yake na majani unachoma.
Sawa sawa, unachoma sehemu ambayo kuna roho waovu, au kama kuna watu unasikia amepandisha, unaweza kumuondoa yule huyo hicho kilichopanda hicho kwa kutumia haya. Unamfusha kwa kutumia mizizi au majani ya huu mtulatula au ndulele nimesema, alafu wale roho waovu wanakimbia. Lakini kuna watu wanaamini pia mambo ya uchawi na nini. Hii kitu inaweza kusaidia kuondoa uchawi, lakini inachanganywa na mti gani yule, mnyonyo. Sawa mnyonyo. Lakini mnyonyo, nikisema mnyonyo kuna watu wananielewa, lakini kuna wengine, kwa mfano watu wa Zanzibar nafikiri hamtaelewa nikisema mnyonyo, lakini inasema mbarika. Kule kwenu mnatumia sana, watu wa Zanzibar mnatumia mbarika. Kwa hiyo ukisikia mnyonyo au mbarika, au kwa kizungu mtaita castor plant. Kwa hiyo ukichanganya majani na mizizi ya hii ndulele, ukichanganya na hiyo castor plant, mizizi yake sana itasaidia kuondoa huo uchawi, lakini inasaidia pia kusafisha sawa sehemu ambayo kama mtu ana changamoto hizo, au amelogwa sio amfanya nini, basi anaweza kutumia hayo majani kuogeshwa. Sawa, na kama ni nyumba basi inasafishwa kwa kutumia hivyo vitu viwili. Lakini nitakuja kueleza siku nyingine sana kuhusu ile jambo, kwa sababu ni jambo refu. Lakini kumbuka, haya huwa hayafanyiki, yani uchukui tu hivi kama unaosha nyumba, huwa inasafishwa kwa maneno, yani kwa manuizo. Mtu anasema afu anafanya hiyo kitu na mambo yanaondoka. Lakini kuna issue pia kuondoa mikosi. Watu wanaoga sana hizi sawa hizi ndulele na hiyo mtulatula pamoja na mbaazi, watu wanaoga sana. Ukipata na mosha fedha unachanganya huko, unaoga, inaondoa nuksi, mikosi na vitu mabalaa mbalimbali ambayo yanaweza kawa yako ndani ya mwili wako. Sawa. Lakini kwa wale wanaoamini, kama nilivyosema mwanzo, kuna wengine hawaamini. Kwa hiyo kama unaamini, unaweza kutumia hivyo vitu kuendeleza kuondoa hizi changamoto. Kwa hiyo huu mmea kwa sehemu kubwa sana umekuwa ukitumika huu upande mwingine. Sawa, kwenye matibabu mengine ni kidogo sana, lakini hasa unatumika huu upande huu wa pili wa kiasili zaidi. Lakini kumbuka, dawa za asili kama hizi ninavyosemea zinafanyika vizuri kupitia imani. Sawa, yani lazima usemee kwanza hicho unachokitaka. Ni tofauti na Panadol au nini, kwa unameza tu unakimbia. Hizi unasemea kwanza, unanuiza alafu ndio unaitumia hiyo dawa. Kwa uwezo wa Mungu na right away imeweza kushika vizuri. So nilitamani leo ni share na nyinyi haya mambo. Inawezekana wewe unajua vizuri pia kuhusu haya, au unaona jamaa mbona ameongea juu, basi unaweza kaweka kwenye maoni hapo, weka vile ambavyo unafahamu, vipi unatumika, watu wanaweza kujifunza kutoka kwako. Naamini tukiendelea kushare information kama hizi, kwanza tunafanya hivi vitu viendelee kudumu kwa kizazi kimoja na kingine, lakini vile vile tunashare maarifa. Inawezekana mimi nafahamu kwa hivyo, lakini wewe unauelewa mpana zaidi, una kitu cha kuongeza zaidi, basi share hapo watu waweze kujifunza. Asante sana. Naitwa Tabibu Rashidi kutoka Top 10 Herbs Clinic, na kupenda sana na kutakia wakati mwema. Karibu sana hapa Top 10 TV.